Wanajeshi walikuwa wakifanya mazoezi uwanjani, ghafla mpira wa moto ukaanguka kutoka angani. Moshi ulipotoweka, roboti kubwa ya njano ikaonekana mbele yao. Ilikuwa ni Bumblebee. Afisa aliganda mahali pake bila kujua afanye nini. Wakati Bumblebee aliposikia sauti ya msaada wa wanajeshi ukikaribia, alipanic na kukimbilia msituni. Kufikia wakati afisa alipozinduka, akaongoza haraka kikosi cha msaada kuwafuatilia. Muda mfupi baadaye, walimfikia Bumblebee ambaye ghafla alijigeuza kuwa jeep. Chini ya mashambulizi makali kutoka kwa wanajeshi, Bumblebee hakuwa na chaguo ila kukimbia kwa nguvu zote. Baada ya kukwepa kombora, alitingisha upanga wenye urefu wa futi 16 na kukata miti miwili mikubwa, kwa muda akizuia njia ya wanajeshi. Lakini hakuwa ameenda mbali kabla wanajeshi hawajamfikia tena. Akiwa anapanga kukimbilia ndani ya mgodi, ghafla aligongwa vibaya na gari la kivita. Wanajeshi walimzingira haraka. Wakati huo huo, Bumblebee akaongea. Wanajeshi walishangaa kwa sababu hawakutarajia mashine hii kubwa ingeweza kuzungumza. Bumblebee alieleza kuwa hakutaka kuumiza mtu yoyote, lakini kabla hajamaliza, ndege ya kivita ikaonekana kwa mbali. Afisa alidhani msaada umefika, lakini mvua ya makombora ikaanza kunyesha. Kwa muda mfupi, moto ukateketeza uwanja wa vita. Wanajeshi wengi wa binadamu waliuawa. Ilibainika kuwa adui mkubwa wa Bumblebee alikuwa amewasili. Adui huyo alijigeuza haraka na kuanza kupigana na Bumblebee. Majitu hao wawili walipigana kutoka ardhini hadi juu ya mlima, lakini Bumblebee alizidiwa kabisa. Adui huyo aliharibu mfumo wa Bumblebee na kumtupa kutoka kwenye jabali. Wakati roboti huyo alipokuwa karibu kumuua, Bumblebee alikusanya nguvu zake zote kwa shambulio la mwisho. Alifanikiwa kumshinda mpinzani wake, lakini alikuwa amejeruhiwa vibaya, akiwa na uharibifu mkubwa wa kiini chake. Akiwa amechoka kabisa, alianguka kando ya mto na kwa pumzi yake ya mwisho akajigeuza kuwa Volkswagen Beetle. Hakuna anayejua muda gani ulipita kabla msichana mmoja hajamkuta kwenye dampo la magari. Msichana huyo alifungua mlango wa gari kwa hamu na kuingia ndani. Ndani kulikuwa kuchafu na kujaa vumbi, lakini hakuweza kuficha furaha yake. Kwa kuwa alikuwa na pesa chache, hili ndilo gari pekee aliloweza kumudu. Mmiliki alipogundua kuwa alitaka kulinunua, hakusita hata kidogo na alimpa tu gari hilo. Akiendesha lile gari dogo la njano lililochakaa, kila mtu alidhani amechanganyikiwa, lakini hakuna aliyejua kuwa kitendo hiki kidogo kingebadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yake. Kama ukiona mtu mwingine yoyote mbali na mimi, unafanya nini?